Marekani na Israel zinadaiwa kuingia katika vita dhidi ya Iran zikiwa na mpango wa siri wa kubadilisha kabisa mfumo mzima wa uongozi wa Jamhuri ya Kiislamu na kumweka madarakani aliyekuwa rais wa zamani wa Iran, Mohammad Ahmadinejad, kama kiongozi mpya wa taifa hilo baada ya kuuawa kwa Ayatollah Ali Khamenei. Taarifa hiyo nzito imeibuliwa na gazeti la The New York Times lililonukuu maafisa wa Marekani waliokuwa wamepewa taarifa kuhusu kile kilichoelezwa kuwa mpango wa ndani uliokuwa ukitarajiwa kutekelezwa sambamba na mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran. Hata hivyo, mpango huo ulidaiwa kuvurugika mapema baada ya matukio yasiyotarajiwa kujitokeza, huku hali ya Ahmadinejad na mahali alipo kwa sasa vikielezwa kuwa havijulikani. Kwa mujibu wa taarifa hizo, mkakati wa Marekani na Israel haukulenga tu kuishinikiza Iran kusitisha programu zake za nyuklia, bali pia ulilenga kuleta mabadiliko ya moja kwa moja ya utawala, jambo ambalo kwa miaka mingi limekuwa likikanushwa hadharani na viongozi wa Magharibi. Inaelezwa kuwa baada ya kuuawa kwa Ayatollah Ali Khamenei katika mashambulizi yaliyotikisa Tehran mwanzoni mwa vita, mjadala wa haraka ulianza ndani ya duru za Marekani kuhusu nani angeweza kuchukua nafasi ya uongozi wa taifa hilo bila kusababisha kusambaratika kwa dola ya Iran au kuibuka kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Katika mazingira hayo, jina la Mohammad Ahmadinejad liliibuka kama chaguo lisilotarajiwa, lakini lilionekana kuwa na manufaa kisiasa kwa baadhi ya maafisa wa Marekani. Hii ni kwa sababu licha ya historia yake ya misimamo mikali dhidi ya Marekani na Israel, Ahmadinejad alikuwa tayari ni sura inayojulikana sana ndani ya Iran, mwenye uzoefu wa kuongoza taifa hilo kwa miaka 8, mwenye ushawishi katika baadhi ya makundi ya kisiasa na kijeshi, na aliyewahi kujenga mahusiano makubwa na sehemu za mfumo wa serikali ya Iran. Wanaomuunga mkono walidai kuwa angeweza kutuliza hali ya kisiasa baada ya vita na kuzuia taifa hilo kutumbukia kwenye machafuko makubwa. Hata hivyo, chaguo hilo lilikuwa na utata mkubwa. Ahmadinejad alijulikana kimataifa kwa kauli zake kali dhidi ya Israel wakati wa urais wake kuanzia mwaka 2005 hadi mwaka 2013, huku akiunga mkono kwa nguvu mpango wa nyuklia wa Iran na kuikosoa Marekani kwa lugha kali. Wakati wa maandamano makubwa ya ndani ya Iran baada ya uchaguzi wa mwaka 2009, serikali yake ilikumbwa na shutuma za kutumia nguvu kali dhidi ya waandamanaji, hali iliyomfanya kuonekana kuwa moja ya viongozi wenye msimamo mkali zaidi katika historia ya kisasa ya Iran. Hivyo kwa wengi, wazo kwamba Marekani na Israel zingemtaka mtu aina hiyo kuongoza Irani ilionekana kuwa jambo lisilo la kawaida kabisa. Lakini kadri miaka ilivyopita, uhusiano wa Ahmadinejad na uongozi wa juu wa Iran ulianza kuzorota. Ripoti zinaeleza kuwa aligombana mara kwa mara na viongozi wa kidini waliokuwa madarakani, huku baadhi ya duru za kisiasa ndani ya Irani zikimchukulia kama tishio la kisiasa. Hali hiyo ilisababisha kuwekwa chini ya uangalizi wa karibu, na kwa nyakati tofauti iliripotiwa kuwa alikuwa akizuiwa kisiasa pamoja na kuwekwa kwenye mazingira ya kufanana na kifungo cha nyumbani. Marekani ilidaiwa kuona hali hiyo kama nafasi ya kisiasa ya kumrudisha kwenye ramani kwa lengo la kuongoza serikali mpya. Katika hatua iliyoelezwa kuwa sehemu ya operesheni ya siri, inadaiwa kuwa siku ya kwanza ya vita, ndege za Israel zilishambulia nyumba ya Ahmadinejad mjini Teherani. Tofauti na dhana kwamba shambulio hilo lilikuwa la kumwondoa au kumuua, maafisa wa Marekani walidai kuwa kusudi la operesheni hiyo lilikuwa kumwondoa kwenye kile walichokiona kama kifungo cha nyumbani na kumpa nafasi ya kuongoza mchakato wa kisiasa baada ya kuanguka kwa utawala uliokuwepo. Mashambulizi hayo yalisemekana kumjeruhi Ahmadinejad, lakini hakuuawa. Baadhi ya taarifa zinaeleza kuwa baada ya kunusurika kwenye shambulio hilo, Ahmadinejad alibadili msimamo wake kuhusu kushiriki katika mpango wa kubadili utawala. Inaelezwa kuwa alihofia hali ya usalama pamoja na uwezekano wa kutazamwa kama msaliti ndani ya Iran iwapo angeonekana kushirikiana moja kwa moja na Marekani au Israel. Tangu hapo, taarifa zake za hadharani zimepungua sana na hakuna maelezo rasmi yaliyotolewa kuhusu mahali alipo sasa, jambo ambalo limeibua uvumi mkubwa ndani na nje ya Iran. Wakati huo, ripoti hiyo ilieleza kuwa rais wa Marekani Donald Trump alikuwa akiamini kuwa mpango wa kiongozi wa ndani ungekuwa bora zaidi kuliko kujaribu kuunda serikali mpya kutoka nje ya mfumo wa Iran.
Inaeleza kuwa Trump alivutiwa na kila alichokiamini kuwa mafanikio ya operesheni dhidi ya Venezuela, ambapo Washington ilijaribu kushawishi mabadiliko ya kisiasa kupitia viongozi waliokuwa tayari ndani ya mfumo wa serikali. Dhana hiyo ilionekana kuwa inaweza kutumika pia Iran kwa kumtumia Ahmadinejad kama sura inayofahamika kwa wananchi na taasisi za dola. Cha kushangaza zaidi ni kwamba licha ya historia yake kali dhidi ya Marekani, Ahmadinejad aliwahi kuonyesha ishara za kutaka uhusiano mpya kati ya Tehran na Washington katika miaka ya hivi karibuni. Katika mahojiano ya mwaka 2019, alimwelezea Trump kama mtu wa vitendo mwenye uwezo wa kufanya maamuzi kwa kuangalia faida na hasara, huku akitaka mataifa hayo mawili kuzingatia maslahi ya muda mrefu badala ya kuendelea na uhasama wa kudumu. Kauli hizo ziliripotiwa kuwafanya baadhi ya watu ndani ya Washington kuamini kuwa angeweza kuwa mtu wa kuanzisha sura mpya ya kisiasa Iran baada ya vita. Hata hivyo, madai hayo yote yameendelea kuzua mjadala mkubwa kimataifa kuhusu malengo halisi ya vita dhidi ya Iran. Kwa muda mrefu, Marekani imekuwa ikisisitiza kuwa mashambulizi yake dhidi ya Iran ililenga masuala ya usalama na kuzuia vitisho vya kijeshi, si kubadilisha serikali moja kwa moja. Lakini iwapo madai hayo yatathibitishwa, yataongeza uzito wa hoja kwamba kulikuwa na mkakati mpana zaidi wa kuibadilisha kabisa Iran kisiasa, kijeshi na kiutawala. Hadi sasa kuna tamko rasmi kutoka Washington, Tel Aviv au Tehran iliyothibitisha au kukanusha moja kwa moja madai mapya yaliyoibuliwa. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.